Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV, karibu ndani ya Media Bukavu TV, sehemu pekee utapata habari zenye uhakika na habari zenye kamili. Kumbuka leo ni tarehe 11 mwezi huyu wa 8 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu, nimewakaribisha katika kipindi chetu cha leo. Kunatangazia habari mengi yanapotoka katika ndani ya uwanja wenye mapigano katika upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu. Kumbuka nikiwa katika mtandao huyu, nikiwa katika muda huyu, kumbuka nimekuletea habari yenye uhakika na habari zenye kamili. Ukiwa unanisikiliza kutokea maeneo popote, wewe ni shabiki kutokea upande gani, endelea kukaa pamoja na mimi na endelea kusubscribe, kwa sababu ili habari zetu usichelewe kufuatilia Media Goma TV, usichelewe kufuatilia Media Bukavu TV. Mashabiki zangu kutokea Amerika, Canada, Australia, Norvege na kutokea sehemu nyingine kadhalika, tunawakaribisha katika kipindi hiki cha Media Goma TV. Kwa sasa mashabiki zangu, ili tuingie katika muda wetu wa kipindi wa leo, hata tusalimu kwanza mashabiki kutokea Amerika, Canada, Australia na wengine kutokea maeneo mengine kadhalika. Kwa sasa tutaanzisha habari zetu kwa tangazia jambo linalodailikana katika uwanja mapigano tangu muda wa asubuhi. Vita imeendelea kuwa zaidi katika eneo ya Ruchuru na katika upande wa Nord Kivu. Na katika habari hizi jinsi zinavyoendelea katika Walikale, ilikuwa ni muda wa saa 7 na dakika 15 huko mji wa teritoria ya Walikale, kulionekana kwenye mgogoro mengi zaidi katika upande wa Mambasa, eneo ya Lubero kuelekea katika upande wa Kipesi na kuelekea huko ndani ya Seta Kasinga huko mara moja. Mashambulizi ilikuwa ikiendelea kuwaka zaidi, kwa sababu kumbuka jambo hili naendelea kuwaletea mashabiki zangu tayari elewa jambo ya ukweli, kwa sababu nimekuletea ili tangazo ulielewa. Kwa sasa tutakuja kukupeleka ili ngine taarifa kutokea eneo ya Mambasa, eneo ya Kipesi. Ilikuwa ni muda wa saa 10 na dakika 15. Hapo ndio kulionekana tena mgogoro wenye risasi karibu 15 ziwa zikipiga mahali wakahaji wanavyokaa sasa. Lakini tayari katika muda huyu nikiendelea kuonyesha kwa sasa kwenye kipindi hivi, nielewe tayari hii jambo ninapokuletea, nielewe tayari nimekuambia nini, kwa sababu sehemu pekee nimekueleza hili jambo linaendelea kusema kuhusu hiki jambo linavyotokea katika uwanja wenye mapigano. Tunaingia katika habari zetu kwa sasa mashabiki zangu, tunaelekea mara moja kuwapasha habari yenye inavyotokea katika upande wa Baraka. Kwa sasa mambo yanakuwa mbaya zaidi, kwa sababu wakaaji wa Baraka ama raia population wa Baraka wameendelea kuhimiza na kuomba serikali kwa sasa kwa kupunguza mambo ya tax na kwa sasa kumbuka operation ya gouvernement FARDC wameendelea kufanya operation ya kuondoa kamba zote zilikuwa kwenye njia zimefungwa na jeshi la kiwazalendo. Wazalendo kwa sasa wao wanaanza kulia kwa sasa, wanasema hili jambo linaendelea kuonekana kama vile kuwabomolea kamba zao, ni kwa sababu hapo ndio walikuwa kitoa fursa ama kupata unga za kulipa nyumba kodi na kupata pesa ya kufanya kununua sabuni. Kwa sasa kama wanaondoa hizo kamba, tayari serikali inabidi ianze kuwalipa kisasa. Lakini kumbuka hili jambo sasa jinsi linavyokuja, William Yakutumba alizungumza kusema yeye ndio porte parole na kuzungumza kwa sasa, yeye anabidi apeane kwenda peana report kwa serikali ili wajulie hali wakaaji, wajulie hali wanajeshi wa wazalendo. Kwa sasa wanajeshi wa wazalendo kwa nini wanalia kwa tayari na hatua tunajua kama William Yakutumba yeye mwenyewe iko hapo kwa sababu ya kutetea wanajeshi wa wazalendo ili wapate na fursa, wapate nafasi kwa sasa katika muda huyu. Na jambo lingine linalotokea katika upande mwingine, kuna habari lingine linatokea upande wa Manyema. Kumeonekana tena upande wa Manyema mgogoro mwingine sana. Katika upande wa Manyema kumeonekana vita lingine limezuka katika maeneo ya Manyema tangu muda wa saa 12. Vita ilikuwa ikizuka katika vipando tofauti, kwa sababu kumbuka Manyema kulionekana mgogoro wenye jeshi la kiwazalendo walikuwa kivamia mara moja wahasi. Kulionekana vijana 15 walikuwa kianza kuibia raia population katika shambani porini katika eneo inayoitwa Biakasa. Huko ndani katika eneo wale waliibwa walikuwa wale wanabiashara wanauza samaki inayoitwa mikeke. Kwa sasa walikutana na wale katika porini wakaanza kuwanyanyasa, lakini kama majambazi walijifanya kama tayari hao ni wazalendo mara ya kwanza, lakini kwa kujifanya kama ni wazalendo likakuja kuonekana kwa kweli hao sio wazalendo, kumbe hao ni wanyanyasaji. Ndio hivyo mambo ilikuja kutokea baadaye. Sasa ndio mapambano ikiendelea kuzuka kwa sasa mpaka hivi ninavyokuelezea, eneo huko Mwenga kuelekea katika eneo ya Kasenga huko
vita imeendelea kuwaka zaidi. Na tukirejea katika upande wa Haut Plateau, vita kuendelea katika upande wa Haut Plateau, Minembwe huko juu. Minembwe nako kwa sasa FARDC wameendelea kupandisha wanajeshi kwa wingi zaidi kuelekea Minembwe. Tangu juzi wanajeshi wa FARDC wameingia Minembwe muda wa saa 7 mchana. Wako wanaendelea kuingia katika Minembwe mpaka katika taarifa nyingine tumepata huko FARDC walikuwa wanajeshi M23 ili mashambulizi walianza muda ilikuwa ni dakika karibu 15 hivi, ilikuwa mara moja jinsi walikuwa na M23 walikuwa wanataka kuingia katika eneo ya Itombwe Mwenga, kumbi mara moja FARDC nao walisha kuwazunguka, jinsi wanavyotoka nao FARDC wakaenda nyuma yao. Sasa hivyo ndio wale wanajeshi wa M23 walikosa njia ya kurudi na njia ya kuendelea, ndio kwenye mgogoro wa vita umeendelea kusonga zaidi. Na habari nyingine mashabiki zangu, kwa sababu hili nikiendelea kupeleka kwa sasa jambo nielewe na utambue kwa sasa ili kitu ninavyokueleza liko vipi na habari la uhakika ni gani, kwa sababu katika muda huyu kuna mambo mengine inaonekana kwa sasa sio hali nzuri. Hali sio nzuri kwa sababu wakahaji kutokea Mwenga, wakahaji kutokea Kamituga, wakahaji kutokea Itombwe, wengine kutokea Kipupo, wengine kutokea katika maeneo kwa sasa wanaendelea kupigana katika maeneo haya ili kuzingatia maeneo yenye kuwa na wanajeshi wa M23 na Twirwaneho, kwa sababu jeshi la M23 na Twirwaneho wamezunguka mkoba ama wamezunguka upande wote wa Haut Plateau, lakini katika mazingira jinsi wanaozunguka katika jambo lenye liko bado mara moja senta lenye lilikuwa na wazalendo baadaye waliondoka ili waje wawaeke kama mtego. Hivyo ndio kwenye vita iliendelea kwa sasa, ndio maana unajipata FARDC kwa sasa muda huu tunaozungumza wamekuwa na rapport, wamekuwa na nguvu mingi, kwa sababu kumbuka headquarter ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mara moja iko upande wa Kalemi. Kalemi ndio iko na headquarter kwa sasa, jinsi tunavyozungumza headquarter iko katika maeneo hapo. Katika habari zenye linavyotuonesha kwa sasa, wanajeshi wakitokea Kalemi mara moja wanakuja peana raporo katika upande wa Haut Plateau. Ndio maana kwa sasa waliona kwa sababu kumbuka ili Laki Tanganyika M23 waweze kufika Kalemi haraka itabidi wapite ndani ya Laki Tanganyika. Ndio maana ilibidi weke special forces ya kota ya jeshi katika upande huyo. Na ili habari mara moja hili ni wapeleke sasa, tunaingia katika mji wa Kavumu. Mji wa Kavumu nako kumeonekana hali sio nzuri. Mji wa Kavumu kwa sasa kumeonekana hali sio nzuri katika muda wa asubuhi. Mapambano imeendelea kuzuka zaidi katika upande kuelekea huko Kabare na kuelekea katika eneo ya vijiji huko kuelekea kama unaelekea katika ndani ya Kauzi Biega huko tena kulionekana mtuto wenye risasi inaendelea kuzuka katika maeneo haya. Mpaka kwa sasa hivi hatujakuwa na habari yenyewe hakikisha kwa sasa ni nini lenyewe litakuja kufanyika baadaye kama mtuto huyu umeendelea kuwa hivi. Lakini kuna taarifa lingine tuko nayo la kutoka, kwa sababu wanajeshi wa M23 wanataka kupanda hivi waelekee katika upande mara moja ya huko Bunyakiri. Lakini kwa kuingia Bunyakiri, kumbuka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, wazalendo wote wako katika maeneo haya, wamekatana wote, wamezingia njia hii ya Bunyakiri. Kumbuka ili uingie Bunyakiri tayari utakuwa umepita eneo ya Chivanga mara moja ili uingie ndani ya Kauzi Biega. Katika ndani ya Kauzi Biega so kuna vitu vinavyoendelea huko kwa sasa Kauzi Biega. Kumbuka kuna jama headquarter ya FARDC, kumejaa headquarter ya wazalendo. Kwa sasa wamefunga mire ili wasipate njia lenye wataingilia. Hili ndio kitu kinaendelea hapo. Na kwa sasa katika muda mwingine hivi naendelea kuonesha kwa sasa kuna habari nyingine inaonekana kwa sasa katika maeneo lingine kutoka, kwa sababu kama waliingia katika maeneo haya, na ndio maana FARDC wamezingira mara moja M23 wasifanye nini, wasipate njia ya kupenya ili waingie ndani ya Bunyakiri, kwa sababu wakiingia Bunyakiri mara moja watakuwa wamepata njia ya Hombo, wanapata njia ya Kambegeti, na ili watakuwa wameanza kutazama kila kona yote ili waanze kufanya nini, kuzingira maeneo yote imezingirwa na M23. Lakini katika muda huyu ili turudi katika baadaye, kuna habari lingine linatoka katika eneo ya Chulwe.
Upande wa shule nako kumeonekana mtuto wenye risasi kwa sasa. Mapambano yanaendelea kuwaka katika maeneo haya mpaka mara kwa mara hivi tunavyozungumza. Kuna jambo linaonekana kwamba vita hili limeinuka katika muda huyu mpaka masasa hivi tunavyozungumza. Mapambano yanaendelea kuwa mbaya zaidi. FARDC wameamuka sana, FARDC wameamuka kwa kweli kukabiliana na waasi mchana wa leo. Hii tarehe hii 11 hii limekuwa ni tarehe nzuri kwa wana wa M23. Wamepata changamoto kwa sababu hao wamepigwa mno katika maeneo zozote. Mashabiki zangu, kumbuka hili ni Media Goma TV, hii ni Media Bukavu TV. Kwa sasa naendelea kuletea habari zenye uhakika na kutakia heri njema, tuje kupatana kwa habari zetu za jioni za asubuhi tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ni mimi mwanahabari wenu Nelson katika kipindi hiki cha jioni ya leo. Nakutakia heri njema na Mungu akubariki. Bye bye.